Hii ni part 2 ya ile yenye nilienda kufanya kazi kwa site na siku kwa list ya watu wamekuja nako. Umesema inaitwa contractor, si constructor. Alafu nadhani hapa TikTok wanakubali tu record 10 minutes. What if tuende YouTube? So hizo zingine zote part 3 hizo na hizo stories zingine nitaweka YouTube, but hii wacha niseme hapa TikTok. So tulikuwa tumefika kwa Mutiso. Mutiso alitumwa aende alete record book ya watu wenye wamekuja. Sorry. Mutiso alinisinya juu alikawia. Mutiso venye alileta, si nikaambiwa nipande tu niendelee kubeba hizo mawe. Nakwambia nilikuwa nabeba mawe. Nasikia ni kama nimebeba, sijui nimebeba nini. Juu mawe ilikuwa inakaa mzito. Na ujue before huyo mtu kuni approach, nilikuwa tu nabeba, hata nabeba mawe 3 na niko tu sawa, niko tu sawa atago. Nikafuata Mutiso, nikaanza kumwambia Mutiso, huyu ni nani? Mutiso akaniambia, huyu ndio mkubwa wetu na yeye ndio contractor, amepewa contract ya kuleta watu kazi. So yeye ndio anatulipa. Nikamwambia, unajua mimi nimemuongelesha vibaya Mutiso. Mutiso akaanza kucheka, akaniambia, mbona umemuongelesha vibaya? Kwani uko kwa ofisi venye umeletwa hukumuona? Ama venye mmetoka huko juu hujakuja na gari tumekuja nao, sijakuona kwa gari. Si mmekuja na yeye? Nikamwambia, kwani tena kuna ofisi? Akaniambia, tuko na ofisi. Ati na ofisi yetu sijui kwa Ngong Road. Nikamwambia, nikamwambia, si nimedhania hizi ni zile tu zenye mtu anaingianga na anaanza kazi, ile yenye mnatafutanga tu watu huku kwa mtaa. Akaniambia, hapana, huku hii yetu mnaendanga kwa ofisi. So yeye ni kama ile, it's like a bureau, mnatolewa huko mnaletwa. Lolo. Akaniuliza, kwani umemwambia nini? Nikamwambia nimemuongelesha vibaya, alikuwa ananiuliza maswali za ujinga hapa. Mpaka nikamwambia kila mtu afanye kitu yenye imemleta Nairobi. Mutiso alicheka. Mutiso alicheka, akaita watu wengine wote. Tuendelee. Akaita watu wenye walikuwa kwa hiyo floor. Unajua hiyo ni building ilikuwa inatengenezwa kitambo. So hii ni part ya pili yenye alikuwa anaendelea kumalizia. So ilikuwa amefanya 2 weeks. Mutiso akaleta mtu. Akaita kijana mwingine kwanza. Akamwambia, hebu sikia hii mambo Udema anasema. Nikamwambia ati, unajua nimetukana huyu mtu, nimemuongelea vibaya. Nimemwambia aje? Nikamwambia nimemwambia kila mtu afanye kitu limleta Nairobi. Waamini, wanaita kila mtu anacheka. Aite mwingine acheke. Huyo mtu aka notice watu wamezunguka hapo. Akasema, mfanye kazi, si kusimama mkipiga story. Nakwambia nilikuwa nashindwa niende nimwambie pole. After nimejua ni boss, pana. Kichwa ngumu yangu inaniambia wewe fanya kazi. Si ni pesa unataka, fanya kazi. Na nikauliza mwingine hapo, na mnalipangwa aje? Akaniambia, hii yetu tunatumuanga pesa. Either ukitaka kwa M-Pesa, ukitaka cash, ama ukitaka kwa account. But sana sana wakubalingi cash. Wow! Ushaanza kusikia ile, ushaisimama unaona unaona tu star. Ushaifinya, sijui kufinya macho ufungue uanze kuona tu star. Niliona star. Nafikiria niende, nauliza Mutiso niendelee na kazi ama nini? Akaniambia, si amekwambia uendelee na kazi, wewe fanya kazi. Fanya kazi. Mutiso anacheka. Nakwambia like 30 minutes hao watu walikuwa wanafanya kazi. Ulikuwa wanakutana mimi kwa stairs wanacheka. So ilifika mahali ushaikosea mtu alafu yeye anakuangalia tu. Huyo mtu alikuwa amekaa amesimama hapo chini amejishika hivi ananiangalia. Nikipandisha nikasema hapana, acha niende niangalie huyo mtu bwana. Huyo mtu anaanza kuwa ananiangalia ananipangia nini? Nikamwambia Mutiso, hebu kwanza nionyesheni mali kuna Lu, niende kwanza Lu. Alafu huyo mtu ni mjinga huyo boss. Sijui nini. Naambia, unaenda wapi? Nimekwambia ufanye kazi. After umejua kila kitu, mtu anakuambia hivyo. Jamani.
nikaenda choo. Nilikaa hiyo choo, hakuna kitu nilienda kufanya kwa hiyo choo. Nikatoka. Nikaenda nikamwambia habari yako Gilbert. Akaniambia mpaka umejua jina yangu. Nikamwambia Gilbert, mimi nani shida imenileta hapa. Alafu mimi sikuwa najua wewe ndio boss. Pole nimekuongelesha vibaya. Akaniambia umeniambia nini? Rudia kitu umeniambia. Nilikwambia kila mtu afanye kitu imemleta Nairobi. Na ingine nikakwambia kila mtu ashughulike na maisha yake. Na hiyo ingine nikakwambia ati ukiniongelesha vibaya niko na kisirani naweza kujibu vibaya sana. Kaniuliza unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Faith. Faith, hivyo ndio unaweza ongelesha mtu ujui? Haya, sasa umekuja kazi, nani atakulipa? Nani alikuleta hapa? Nikamwambia mimi nilikuwa tu napita. Nikaona nikuje tu nifanye kazi, juu sina kazi. Kaniambia sasa tutafanya aje? Umeshafanya kazi, umekula huko chakula. Utalipa aje chakula na huko kwa list hata watu kufanya kazi? Nikamwambia sasa mdosi, mimi tu itabidi tu kitu utaniambia ndo nitafanya. Haya, kaniambia umekula chakula pesa ngapi? Nikamwambia nimekula githeri na avocado. Unajua ni ngapi? Nikamwambia ilikuwa 80 and then avocado ni ya 20, juu ni nusu, ilikuwa kubwa 40 so nakata nusu. Nikamwambia ni 100. Nikamwambia uko na hiyo 100? Nikamwambia sina 100. Kaniambia unajua hiyo budget umeacha huko ni sisi ndio tunafaa kulipa. Juu sasa wewe si wetu, tujui umetoka wapi, tujui kama umetumwa na mtu. Nikamwambia mimi ukiniangalia tu boss, mimi nakaa mtu mbaya, nakaa mkora. Kaniambia mtu mbaya ajulikanangi. Kaniambia uko na ID? Nikamwambia sina ID lakini niko na soft copy kwa simu. Mimi nikafurahi nikidhania ati anataka kunipea kazi. Gilbert akaniambia hebu nione ID yako. Nikaangalia kwa simu. Nikamuonesha. Gilbert akaangalia akaniambia madam, nataka unaona ile gate? Enda kwa hiyo mlango, badilisha venye ulikuja, vaa na uende. Nikamwambia sasa nimefanya kazi. Akaniambia utaambia mwenye alikuita hapa ndio akupatie mshahara. Ningekulipa lakini venye umeniongelesha sitakulipa. Nikamwambia boss, ni sawa tu, nisamee. So nikianza kuenda akaniita tena. Akaniambia lakini wewe unakaa mtu mzuri. Wewe nitafanya hivi. Si watu wanalipa 600 kwa siku, mimi nitakupea yako ya leo. So ni saa 10 na ilelekea wanamalizanga 5:30. Nikamwambia wewe utaendelea kazi ama nikulipe uende? Nikamwambia boss hata sasa natetemeka, hata nikikuona sasa hivi yenye nimesimama hapa natetemeka. Niambia next time ukitaka kazi unakuja kwa site, unauliza nani mkubwa ama unauliza watchman akupatie directions. Nikamwambia sawa mkubwa. Nimenyenyekea, huwezi sema ni mimi mwenye nilikuwa natukana. Akaniambia kumbe unaweza nyenyekea. So wengine wanaangalia huko juu akicheka. Juu tunaongelelea hapo chini. So wajui tunasema nini. Nikamwambia nilienda nikachange. Akaniambia hebu leta namba yako nikutumie kitu. Nikamwambia asante, mimi tashukuru. Akanitumia kitu. Si akaniambia next time nikitaka kukuja niongee. Mimi nani naye nani? Kesho yake nilikuwa hapo. Huyo mtu alinitumianga thao. Kesho yake nilikuwa hapo. Guys, inaenda kufika 10 minutes. Hizo zingine tunaendea YouTube. Emmy Magale, YouTube. Nitasema story yote full, nitashikanisha na niweke YouTube. Mnajua hapa siwezi weka yote. In 10 minutes, 10 minutes. Kindly go and subscribe to my YouTube channel, Emmy Magale. Like Elevate Furnitures, Elevate Home Furnitures, and Elevate Fashion House also. Thank you guys so much. Twende YouTube. Hapa sitashinda nikiweka parts na bo. So twende YouTube nipeane story yote full pamoja. So unaona hapa wanapeana only 10 minutes guys. Tukimbie YouTube, Emmy Magale official on YouTube. Twende YouTube ndo niweke full 50 minutes.